Naam, kwenye mahojiano yetu jioni ya leo tunazungumzia kuhusu hili ambalo unalolisikia. Afrika Kusini ni nchi ambayo imekuwa kwa muda mrefu ikijaribu kupata nafuu kutokana na yale makovu ambayo yalitokana na kile kipindi cha utawala wa wazungu. Pindi walipoweza kujinyakulia basi nafasi ya kuweza kupata uongozi wa Uafrika, bado hawajaweza kuweka sera na mikakati ambayo inahakikisha kwamba wanaweza kujisimamia, na kwa hivyo pana makovu haya ambayo yanatokana kwa sababu wanaona mateso yao au madhila yao ya kiuchumi pengine yanatokana na hawa watu ambao wametoka katika nchi zingine za Kiafrika. Basi serikali ndio imefeli kwa kuwa haijaweka mikakati na sera za kuhakikisha kwamba kuna kukagua wale watu ambao wanaingia katika ile nchi, kuhakikisha kwamba wale ambao hawana vibali na hawajakubalishwa hawawezi kuingia katika ile nchi. Na Bwana Irungu, lakini mbona serikali ya Afrika Kusini ni kana kwamba haitaki kujitokeza kuonyesha msimamo wao dhabiti kabisa? Ukimsikiza Rais Ramaphosa akiongea ni kana kwamba pingi sana na haungi mkono sana. Mbona serikali haijitokezi kukemea kwa nguvu vitendo vinavyoendelea? Kwa sasa ingetarajiwa kwamba serikali kwanza inatoa kauli ya kuweza kuhakikisha kwamba kuna ulindaji wa uhai na usalama wa kila mtu ambaye anavamiwa na haya magenge. Nadhani lile jambo ambalo linafanya wasiweze kuwa na msimamo dhabiti ni kwamba kwa upande mmoja serikali kama nilivyosema imefeli, na kwa upande mwingine unapata pia serikali nayo pia ni kama pia imegutuliwa na hivi visa ambavyo vinatokea. Na ikumbukwe sio mara ya kwanza ambapo tunaona hii hali ya ushambuliaji wa wageni, kwa sababu ni jambo ambalo limekuweko miaka nenda miaka rudi. Inanipatia taswira ya kwamba pengine serikali pia ina mkono katika kuhakikisha kwamba mambo kama haya yanafanyika. Bwana Irungu, athari ya visa hivi itakuwa nini kwa kipindi kirefu kule nchini Afrika Kusini? Ikumbukwe kwamba kuna baadhi ya Waafrika ambao kutoka mataifa ya Kiafrika ambao wamekuwa na biashara kule, na hii si kusema kwamba kwa sababu watakuwa wameondoka basi hivi vitega uchumi vitawaendea Wanaafrika Kusini. Kimataifa itakuwa na athari kwa sababu Afrika Kusini na wale wananchi wake ambao pengine wako katika mataifa mengine huenda pia wakaweza kupatiwa uvamizi kama ule. Ikumbuke kwamba tumeona visa kama hivyo kule nchi ya Nigeria, ambapo kuna wananchi ambao walikuwa wanasema pia hawa wananchi wao waweze kutoka, kama vile wale ndugu zao wanafukuzwa kutoka kule. Naam, ni mchambuzi wa siasa Irungu kutoka nchini Kenya katika